Gavana wa kaunti ya Nairobi na mbunge wa Embakasi Kusini Julius Musili Mawathe wamekemea vikali ukatili wa maafisa wa polisi kutumia nguvu kuwafurusha baadhi ya wakazi wa eneo la Mukuru kwa Jenga kwa ajili ya ujenzi na upanuzi wa barabara eneo hilo. Viongozi hao wamesema kuwa hawana ufahamu wa agizo hilo, hasa ikizingatiwa kuwa zoezi hilo liko chini ya serikali ya kaunti ya Nairobi. Wametaka mchakato ufao ufuatwe, ikiwemo kuandaa kikao cha kushirikisha umma badala ya kutumia nguvu kupita kiasi. Fred Wambua anaarifu. Hali ya taharuki imeshuhudiwa katika eneo la Mukuru kwa Njenga katika kaunti ya Nairobi asubuhi ya leo. Ghasia hizo zilitokea baada ya ubomozi wa majengo ya wakazi eneo hilo la Mukuru kwa ajili ya ujenzi na upanuzi wa barabara, maafisa wa polisi wakilazimika kutumia vitoa machozi na nguvu zaidi kuwafurusha wananchi, jambo ambalo limekemewa vikali na Gavana Sakaja na mbunge wa Embakasi Kusini Mawathe. We are here to serve the people. Even the police are here to serve the people, you know. But if you're seeing what's happening, people have been, attacked. It is not right. These are bullets, It's not right. So, my friends, and you know yourselves, that's not how you'll operate in this city. I will not allow it. Wanapigwa na live bullets. Ndizo hizi. Wanapigwa na live bullets. Hii si ni makosa jameni. Hawa ni binadamu, wa si kuku. Viongozi hao wamesema kuwa hawana ufahamu mahali amri hiyo ya kubomoa mali ya wananchi ilitoka, kwani zoezi hilo la upanuzi liko chini ya serikali ya kaunti, Sakaja akitoa amri ya kusimamishwa mara moja kwa zoezi hilo. Hatujui ni nani ametoa amri. Hapa kuna DCC na DO na hospitali ndio wanaongoza hii hafla. Makosa, swali langu ni nani ametoa hiyo amri, because governor hajatoa, kura hawajatoa, Ken hawajatoa, ofisi ya president, interior ministry hawajatoa. Nani ametoa amri watu waje kuuawa? We are taking the list of those who need some compensation, but no agency, and this must be very clear, because we're in a devolved state, no agency can purport to do work that belongs to the county without sign-off from the county government. Our road chief officer are not, is not aware. The CAC is not aware that a decision is made at another place. The president has spoken to, he says he's not aware. It must stop, because we can't do this to our people. This is completely wrong, and I really apologize to the people here, and we've stopped it. It will not happen. Aidha, viongozi hao wametaka kabla ya zoezi kama hizo kuendeshwa, kikao maalum cha kushirikisha umma kuandaliwa, kwani sio vyema kubomoa mali ya wananchi bila ya makubaliano hitajika. These are innocent people. Now somebody has no home to go to. Calling them public participation, agreeing and saying, okay, this place we need access, they move. They're not animals that you just come upon them at night. Ila shida zimetoka wapi hatujafahamishwa, na inafaa zote vile tulisema kama viongozi wote wa vitengo zote tatu tukue hapo barabara zikianzishwa. So mimi langu ni kusema namna hii. Kila mahali kumeguzwa venye governor amesema. Tunamshukuru sana, manake nilimuita na kaitika, mheshimiwa wetu nilimpigia na amesikia, amekuja. Tushikane mkono, tusimame na watu wetu, manake walituchagua tusimame na wao. Hatutasimama kando watu wetu wakudhulumiwa. Hatutasimama kando watu wetu wakigandamizwa. Siku 3 na sisi inafaa ikuwe miezi 6, hata inafaa ikuwe mwaka, wakituambia kijiji inabomolewa. Wanataka tuende wapi? Mimi nimelelea watoto wangu kijiji. Fredrick Wambua, Undugu TV.